ukujikuti tenjareologa na antari kurau hii imwari. Hii ni Mtoro TV. Alhamdulillah. Na hichi ni kituo ambacho hapa ndipo ilipoasisiwa elimu ya Madrasatu Al-Badawi. Hadhara ya mwisho, hafla ya mwisho, Sheikh Ramadhani Sungu hapa alizungumza akasema, msione haya yanayojiri, msione ni furaha. Hiki chuo nikakupa kwa muda wa wiki moja tu, utakuwa kichaa. Msione haya, akasema hiki chuo ukikabidhiwa kwa muda wa wiki moja tu, utakuwa kichaa haswa. Usione haya yapi? Akizungumza manufaa na harakati za Al-Habib Said Ali Badawi zilivyotoka katika elimu ya kusoma katika vitabu, zikaenea katika jamii, zikaenda mashambani, zikaenda katika kilimo, zikaenda katika ufugaji, zikaenda kugusa kila mtu katika jamii. Akasema usiaone haya, hiki chuo nikikukabidhi unaweza kuwa kichaa kabisa. Madrasatu Al-Badawi imeleta manufaa makubwa. Harakati za Al-Habib Said Ali Badawi ziliwaunganisha na kuwaunganisha watu wa jamii ya pahala hapa, kata hii, wilaya hii na mkoa huu. Ndio kaona harakati nyingi zikifanyika, mpaka zahanati zikijengwa kwa msaada au kwa msukumo wa Madrasatu Al-Badawi, misikiti kijengwa kwa msukumo wa Madrasatu Al-Badawi, barabara zikikatwa, watu wakilima barabara kwa majembe, viongozi wakija huku kwa msukumo wa Madrasatu Al-Badawi. Akasema usione mafanikio haya, nikikupa utachanganyikiwa. Sasa mbona Sheikh Ramadhani hayupo na hakuna alochanganyikiwa? Na sisi tunauliza, kwani chuo ameachiwa mtu? Ndio. Kwani kuna aloachiwa hiki chuo? Yeye mwenyewe akisimama akasema, kazi hizi tunazozifanya si zetu, zina wenyewe. Na si tukisimama wenyewe mnawajua. Hafla zikifanyika kabla ya Sheikh Ramadhani, nikuulizeni, idadi ya masharifu, idadi ya wageni kutoka sehemu mbalimbali ilikuwa ni sawa na hii? Hapana. Bali baada ya Sheikh Ramadhani ndo wamekishika kabisa wenyewe hiki chuo. Ndo utaona chuo bado kiko katika mikono yao, na harakati zinaendelea kwa dua zao, na biashara hapa zinakuwa kwa dua zao, na kazi za kijamii pia zinakwenda kwa dua zao na usimamizi wao. Sentesi hii ikilenga na ikisemwa pahala kama hapa ambapo mzee wetu Said Ahmad mwenye baba aliupa jina huu, aliupa
jina mti huu akawita ashajaratul haq. Haya maneno husemwa mahala hapa ikikuonesha kwamba kazi ya elimu si kitu kidogo. Ni milima mabonde, milima mabonde. Ndo akisema maneno haya ni tafsiri ya kwamba ukitaka kufika hivi ilivyo, si reberebe, takiwa ufanye kazi kweli kweli. Kwa hiyo na katika kusemwa bala kama hapa ni kuonesha elimu na madrasa hii na mkusanyiko huu ulianzia pala kama hapa. Usione kuna majengo, usione kuna na masharifu wanakuja kama hivi, usione sijui kuna vitu gani, sijui kuna miradi gani. Palianza hapa. Kwa sisi hupita pahala kama hapa katika masiku kama haya kuwakumbusha wahitimu wasisubirie majengo kuanza kusomesha, wasisubirie mafanikio ya kifizikali yanayoonekana, na wasianze kufikiria kujiliwa na wageni wingi kabla ya kuanza kufanya kazi. Juhudi kubwa tuzifanye, kisha haya mengine yatakuja. Mimi pahala kama hapa nimependa tu kutoa haya machache kuonesha kwamba hapa inatukumbusha kwamba tulikotoka pale lisema elimu ilikwenda kuendelea, lakini katika mti kama huu ndipo Sheikh Ramadhan alipoanzia harakati hizi unazoona zimetukusanya hapa. Hapa kukisomeshwa elimu ya kisomo kiliwaita elimu za watu wazima zile Ngumbaro. Elimu wanasemaga Ngumbaro lugha nyingine kisomo, elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ndo tafsida nzuri, au elimu yenye kutolea manufaa, si ipi isotolea manufaa. Hapa ndo pakisomeshwa elimu hiyo, wakusanyika watu wazima wakasoma pala kama hapa. Lakini aliyesoma kwa nia ya kutaka kusomesha hutafuta aingiengeaje kwenye jamii, akatoa kile alichokuwa nacho. Ataikusanyaje jamii, ataipataje jamii ili aingize kile. Sikwambii wewe umekusanyiwa na watu na kila kitu kisha ukawakimbia ukawaacha. Yeye kitafuta mkusanyiko akaupata hapa, akatumia usulubu alotumia kuingiza kile alichotoka nacho. Ikawa harakati kama hizi zinaendelea. Elimu wenye kusoma ajua, ukiwa unasomeshwa kitu na unafahamu, wa mara nyingine inakusukuma hata chakula pia huli, utakuwa nakimbilia pale tu. Kwa hiyo wao wenyewe wakisomeshwa hapa ndo walo suggest, ndo waloomba, mwalimu, kwa nini tusianzishe darasa pale na pale? Wakaweka na ardhi zao kwa uslubu alokuwa akitumia, kwa hikma alosoma nao, wakafurahia, wakaona wana kila sababu ya kutoa maeneo yao kuendeleza kile walichokuwa nakipata. Ndo wakatoka maeneo yalotoka mpaka kuwa mpaka pamefika hivi. Ni mazingatio kwetu sisi sote, hasa wahitimu tulohitimu. Ni mazingatio tunapopita katika ziara kama hizi, tukaona ni kitu gani tunaondoka nacho. Pala kama hapa pamejaa wafanya biashara, na shekhe akipita akifika pala kama hapa, hii ni sehemu, ni eneo la biashara, pakitiliwa Fatiha kuwaombea watu wa mji huu kwa baraka ya pala kama hapa, waje biashara zao
Mwenyezi Mungu awakuzie na wafanikiwe katika yote wanayofanya. Hapa ndipo utilio Fatiha, watu wa Masange wakaombea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya haja zao zote. Shekhe alituwekea utaratibu kama huu, kwa hivyo mimi nitawapa wao wenyewe watilie Fatiha na kutuombea Mwenyezi Mungu, kisha tukitoka hapa tutakwenda kwenye ziara ya mwisho ambayo ni ziara imeasisiwa baada ya kuwa shekhe alishafariki. Na ziara hii tuliomba ifanywe na tukaruhusiwa alipokuja mzee wetu Sahibul Makam Sayyid Ahmad mwenye baba, Mwenyezi Mungu ampe afya, naye akaona kuna sababu ya yule tutakayemwendea sasa hivi pia na yeye kufanywa ziara kwa kile alichokifanya. Fika taeleza alifanya kitu gani, lakini hapa tulipo ni wape wenyewe atilie Fatiha, tuombee Mwenyezi Mungu. Ukujikuti njareologa na antari kurau hii imwari. Hii ni Mtoro TV.